Ya habari, naitwa Mwalimu David Mangare na nataka kukupa vocal tips ambazo utaweza kuwa ukifanya ukiwa mwenyewe labda unataka kuwa na breathing nzuri. Kwa leo tip ya kwanza na kukupa ni ile ya kufanya kubadilisha mfumo wako wa upumuaji. Mfumo wako wa upumuaji, wengi mifumo yao upumuaji inakuwa na matatizo, lakini nataka nikuelekeze jinsi gani ya kuweza kufanya mfumo sahihi wa upumuaji wako. Mfumo wa kwanza ambao nataka uelewe jinsi gani ya kuweza kufanya ni wewe jinsi ya kuvuta pumzi. Sasa jinsi ya kuvuta pumzi utafanyaje? Utapokuwa ukivuta pumzi, cha kwanza kabisa cha kuzingatia ni kwamba lazima sema mapafu yako wakati unavuta pumzi yanakuwa yana relax. Muscles zinaitwa diaphragms zipo kwenye zinapita kutoka huku chini kwenye tumbo lako mpaka hapa kwenye chest hapa karibu na mapafu. Hizo muscles zinaitwa diaphragms. Sasa hizo diaphragms zinatakiwa ziwe zina relax na kusema labda Kiswahili zinasinyaa na kutanuka, zinasinyaa na kutanuka. Kwa hiyo wakati unavuta pumzi ni lazima tumbo lako lijae, yani linaachia. Kwa hiyo linakuwa muscles zako zinaachia, so tumbo lako linakuwa kama linajaa. Hatusemi kwamba unapovuta pumzi hewa inaingia tumboni, hapana. Hewa haingii tumboni, lakini hewa inaingia kwenye mapafu, na muscles hizo zinaitwa diaphragms ndio zinaonekana kwamba zinatanuka. Sasa zikitanuka tumbo lako obviously litakuwa linatanuka, linaongezeka, right? Sasa wakati unakuwa unatoa hewa, zile muscles za diaphragm zinakuwa zinasinyaa. Kwa hiyo zikisinyaa zinakuwa tumbo linaingia ndani, maana yake muscles zile zinarudi kwenye hali yake zaidi. Kwa hiyo utakuwa unalifanya ile zoezi, una breathe in then una breathe out. Ukibreathe out usifanye mfano yani breathe fast and unatoa hewa chap hivyo. Usifanye hivyo. Wakati unavuta hewa, hakikisha unavuta hewa kwa utaratibu, na kwamba mpaka tumbo linajaa, yani tumbo muscles zinaachia kabisa, zinaachia kabisa, zinatanuka. Then unaweza hold kama dakika 3, alafu ukatoa sasa kwa taratibu, kama vile unapuliza mshumaa unaupuliza alafu hauzimiki. Ndio nataka una breathe namna hiyo. So una breathe taratibu, mfano mpaka hewa yako inaisha. Hapa nimekatiza tu kwa sababu ya muda. Mpaka hewa iishe kabisa, yani unajisikia kabisa umevutika hivi. So ukiwa unafanya ile zoezi, hakikisha umesimama, lakini usisimame wima, miguu umekutanisha. Achia miguu yako kidogo namna hii, achia miguu yako, then unakuwa unavuta pumzi, unakutoa hiyo pumzi. Lakini pia hakikisha unapokuwa unafanya zoezi hili mabega yako yawe yamerelax. Unapovuta hewa, wengine wanavuta hewa wanasikia unaona just kifua kinapanda na mabega yanapanda. Hiyo ni mbaya. So unapovuta hewa usifanye hivi ni makosa. Sawa, ni makosa. Kwa relax. Unapovuta hewa ni tumbo tu lina move. So hata kama hapa naona nikivuta hewa, wewe uone mabega yangu yamepanda, lakini nimevuta hewa sana. Kwa hiyo ndio nataka wewe unafanya hivyo. Unavuta hewa, sio hii ni makosa. Ni makosa. Kwa hiyo kama unaona una kitu kama hicho, unapovuta hewa na kifua chako kinajaa na mapafu yanapanda na mabega yanapanda, hiyo ni makosa. Kwa hiyo
hakikisha kwamba unafanya hivyo. Hiyo itakusaidia kwanza kabisa, kabla hujaanza kuimba na kupiga makelele. Cha kwanza kabisa, breathing yako iwe sahihi. Angalia mtoto mdogo akiwa anavuta hewa, yeye utaona tumbo lake linafanya hivyo, linaongezeka na kushuka, hivyo ndivyo inavyotakiwa hata sisi. Kwa ukiangalia watu wengi sana wanakosea uvutaji wa pumzi zao. Anapovuta hewa utaona kifua kinapanda na mabega sometimes na kushuka. Hiyo ni akitoa hewa yanashuka. So hiyo ni makosa, na unakuwa haupati hewa ya kutosha. Mwili wako unakosa oxygen ya kutosha, na unashindwa kutoa carbon dioxide ya kutosha. Lakini pia hewa yako inakuwa haitoshelezi katika hali ya uimbaji. Unapokuwa ukiimba, unaona sasa kutakuwa kama vile unaimba pumzi watu kuna wengine na matatizo ya pumzi, pumzi inakata haraka. Hiyo ni pamoja na tatizo hili tatizo pia linasababisha kwa sababu unakuwa hujavuta pumzi ya kutosha na hujatoa pumzi ya kutosha. Nafikiri hilo zoezi litakuwa limekusaidia. Ukilifanya hilo zoezi, kama unaona linakupa shida kufanya hivyo, kubadilika namna hiyo, cha kufanya sasa, unaweza ukatafuta sehemu au kitandani au ukatandika sehemu chini, ukalala ukiwa unaangalia juu. Na hapa kwenye shingo yako weka kitu kama ni mto, weka hapa. Then unapokuwa kwa sababu ya kuweza kukaa straight, then relax, na unavuta hewa na kutoa taratibu kama nilivyokuelekeza, na utaona sasa tumbo lako linakuwa linaongezeka na kusinyaa, Kwa hiyo hiyo itakusaidia kufanya kubadilika kwa haraka. Then kama unaona kuna mabadiliko sasa yametokea, tumbo lako linaongezeka na kusinyaa, anza kukaa sasa. Ukikaa napo unafanya hivyo, na ukisimama unaendelea kufanya hivyo. Kwa jipe muda, usitegemee kufanya zoezi hili kwa dakika moja likawezekana kama unakuwa unaona ni shida. Lakini pia nataka kukuelekeza kwamba nataka nikuelekeze kwamba kama unakuwa unaona pia ni shida kufanya hivyo, sawa, hakikisha pembeni yako kunakuwa na mtu wa kuweza kukusaidia ili zoezi hili liweze kufanyika. Cha kwanza kabisa, atambua kwamba uimbaji unazungumzia mind ya control. Unazungumzia akili yako, ufahamu wako. Yes, ufahamu wako. Kama unashindwa kucontrol ufahamu wako wa ndani, uimbaji pia utakupa shida. So cha kwanza, hakikisha kabisa ufahamu wako una ucontrol. Unapokuwa ukiimba au ukifanya hili zoezi, kwanza kabisa achana kuimba, ukifanya hili zoezi, akili yako unaiweka katika hisia za ndani. Maana yake tunazungumzia unapofanya movement za hewa, huwa hatupangi kwamba nivute hewa nitoe, automatically unaona hewa inatoka na kuingia. Lakini wakati sasa unataka kubadilisha mfumo wako huu wa kuvutaji wa hewa, hakikisha unakuwa na hisia. Sasa vuta hisia, yes, vuta hisia, then unavuta, breathe in, unavuta hewa ndani, vuta, yes, unaongea na ufahamu wako ndani, unaongea na tumbo kwamba tumbo sasa ongezeka, tumbo sasa rudi ndani. Yes, ukiwa unatoa hewa, wakati unavuta hewa liambie tumbo toka nje, kifua tulia, mabega tulia, nataka nivute hewa, sasa navuta hewa na tumbo linaongezeka hivyo. Yani ukiwa unaenda hivyo, utaona kwamba kuna mabadiliko na utaanza kuona hisia hizo zinakupeleka kufanikiwa. Lakini usipodili na hisia za ndani, hautaweza kufanya hili zoezi. Kwa uimbaji huwa tunadili na hisia za ndani, then zinahamia nje. Wengi wanafanya nje, hisia za nje, hizo zinakuwa zinasababisha kukosekana kwa umakini katika uimbaji wako, na mara nyingine hata kupoteza vitu vingi katika technical nyingi kuzikosea, techniques nyingi kuzikosea kwenye uimbaji wako. Kwa hiyo naomba niishie hapa, na mezo zile litakusaidia, na tutakwenda katika zoezi nyingine. Usisahau kusubscribe ili uweze kupata masomo mengineyo yanayokwenda kufuatia vipindi vijavyo.
Asante sana, mimi ni Mwalimu David Mangara kutoka Heavenly Vocal Music School. Namba yangu ni 0716985625. Tunapatikana Kimara Bucha, Dar es Salaam.